wakiwa ni taifa la leo na kesho, huku wakitegemewa kuendeleza kizazi kijacho. Tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025, watumishi wa jeshi la magereza kutoka makao makuu walitembelea kituo cha makao ya taifa ya kulelea watoto cha Kikombo Kichoko Dodoma kwa lengo la kutoa misaada mbalimbali. Akiongea kwa niaba ya mkuu wa jeshi baada ya kuwasili kituoni hapo, kiongozi wa msafara ambaye pia ni msemaji wa jeshi Sakapu Elizabeth Mbezi alikuwa na haya ya kusema. Tumefurahi sana siku ya leo kuweza kufika mahali hapa kukutana na nyinyi. Kwa kweli tumefurahi sana kuwaona ninyi watoto wa mahali hapa, tumefurahi kuona mazingira jinsi yalivyo mazuri. Ninaamini kwamba ninyi wenyewe ndio mnashiriki vema katika kuhakikisha haya mazingira yamekuwa katika hali ya namna hii kwa kuzingatia miongozo na maelekezo ambayo mnapewa na walezi wenu. Si ndio? Ndio. Basi sisi kama wawakilishi wa wenzetu wengi waliobaki kule lakini walishiriki kwa namna moja au nyingine ili kwamba tuweze kuwashika ninyi mkono, tumekuja na vitu vyetu vichache hivi hapa. Ni vichache sana, lakini ninaamini vitasaidia kwa namna moja au nyingine. Si ndio? Ndio. Basi meneja wa kituo, kama jinsi ambavyo tulikuwa tukiendelea kufanya mawasiliano pamoja na wewe, kikundi hiki kimeweza kuja na baadhi ya vitu hivi ambavyo tayari vimewekwa hapa mbele, ikiwa ni kwa ajili ya kuwasaidia watoto walioko mahali hapa. Watoto hawa sisi tunawapenda sana na tunawaombea kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda na kuwapigania, na zaidi ya yote aweze kuwaongoza katika matamanio yenu yaliyo mazuri. Lakini tu niseme kwamba jeshi la magereza liko pamoja na mimi. Pamoja kwamba sisi ni askari, muda mwingi tunaonekana tumevaa magwanda, pengine hata tukutana kidogo kwenye uniform mnaweza mkakimbia mkatuogopa, lakini bado sisi ni binadamu ambao tunamwamini Mwenyezi Mungu na tunamtii pia Mwenyezi Mungu. Ni watu ambao na sisi tuna dini. Kama tunavyofahamu, mwezi huu wa 3 ni mwezi ambao wanawake tulikuwa tukisherehekea siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3, na mwaka huu sherehe hizo zilihitimishwa pale jijini Arusha na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia mwezi huu tuko kwenye kipindi cha mfungo wa Ramadhani, mfungo wa Kwaresma. Kwa hiyo kipindi ambacho tunapaswa kumtolea Mungu sadaka zetu kwa namna moja au nyingine, na sisi tumechagua kuleta sadaka zetu mahali hapa. Asante sana. Niseme meneja wa kituo hiki, mimi hapa profession yangu ni social worker, na tunataka kuja kwako, na tunataka kuja kwako naye pia ni social worker. Kwa hiyo tunafahamu hizi changamoto na tumekuwa tukikutana nazo. Pamoja na hayo, kama jeshi tumekuwa na madawati yale ya ukatili wa kijinsia pamoja na unyanyasaji wa watoto. Kwa hiyo kuna mambo mengi pia huko tunakutana nayo. Kwa watoto mwamini kwamba mmepata wageni sahihi kabisa siku hii ya leo, na hata tunapokuwa na changamoto mbalimbali, naamini meneja tutaendelea kuwasiliana naye pale panapo neema ya Mwenyezi Mungu, tunaweza tukashirikiana kwa namna moja au nyingine katika kutatua changamoto zile ambazo zitakuwa ndani ya uwezo wetu. Lakini pia ndani ya msafara huo wa watumishi wa jeshi palikuwemo kikundi kijulikanacho Msalato Focus Women
Na hii hapa kauli ya mmoja wa viongozi wa kikundi hicho. Naitwa Shani Hando, nimetokea makao makuu ya Jeshi la Magereza, ambaye pia ndani ya Jeshi la Magereza tuna kikundi cha wamama ambacho kinaitwa Msalato Focused Women. Wanawake oyo. Kwa hiyo sasa tukasema hapana, tufanye jambo kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo tukajikusanya pamoja, tukishirikiana na ofisi kuu ya makao makuu na wadau mbalimbali ambao waliguswa kwa namna moja au nyingine, wakasema hili jambo lazima twende tufanye kwa pamoja. Maana mti mmoja hauwezi kuchochea kuni, lazima miti iwe mingi. Ndio kuni inawaka moto, unawaka vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio tukasanyana, tukasema tufanye jambo especially kama tukasema mada, kipindi hichi ni kipindi kizuri kabisa cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu na Kwaresma kwa Wakristo. Na pia ni wiki ambayo tunamalizia wiki ya wanawake. Tukasema sisi kama Focused Women lazima tufanye jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kupitia watoto wetu. Kwa hiyo tunaomba vichache ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia viko mbele yenu, tutaomba mpokee. Tuna imani ni vichache kama nilivyosema madam, lakini vitasaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa kweli vitu ni vichache, lakini kama mnavyoona mbele yenu tulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu tukawaletea, tuna nguo zipo, tunapea 184 za watoto wetu, tuna pampers, Makofi. tuna sabuni za kuogea, Makofi. tuna shaving machine, Makofi. tuna sheva, Makofi. tuna juice, tuna pipi, Makofi. tuna taulo za kike, Makofi. miswaki, peni, kiwi, vifutio, hivyo ambavyo sukari, kanga kwa ajili ya watoto wetu wa kike ambazo ziko kwenye nguo, na vyote ambavyo mnaviona hivi hapa mbele yenu, kama vingine sijavitaja lakini vimo ndani ya mifuko. Je, kituo hiki ni cha namna gani? Meneja wake ndugu Tarimo anaeleza. Kwa majina naitwa Jonas Tarimo, ni meneja katika makao hii ya taifa ya watoto. Makao hii ya taifa ya watoto imeanzishwa mwaka 2021. Ilifunguliwa na makamu wa rais Dr. Philip Mpango, na mwanzoni tulianza kwa kupokea watoto kutoka Kurasini, Dar es Salaam. Baada ya serikali kuwa imehamia Dodoma, wizara iliona ni vema ipate eneo pana ambalo watoto wanaweza wakapata stadi mbalimbali za maisha, lakini hapo hapo wakiwa wanaendelea na majukumu yao ya elimu katika shule za msingi, sekondari na vyuo kwa wale watoto ambao wanaelekea vyuo. Taasisi hii ni moja ya taasisi kubwa ambayo inayochukua watoto kutoka Tanzania bara kote. Na upokeaji wa watoto kupokea wale watoto waliokutana na madhila ya kimaisha katika level ya familia, au vile vile kwenye watoto ambao ni yatima. Lakini kimsingi ni wale watoto ambao walioko katika mazingira, waliobainika kuwa katika mazingira hatarishi. Kwa hiyo mahali hapa ni mahali ambapo ni salama, watoto wanajifunza, wanaendelea na majukumu yao na wanawezeshwa kisaikolojia kurudia kwenye hali ya kawaida ili kutekeleza majukumu yao ya kimakuzi, lakini majukumu yao ya kitaaluma pamoja na stadi za maisha. Kwa ujumla makazi hii kimsingi ni makazi ya serikali, lakini makazi hii ilijengwa kwa ushirikiano baina ya wizara na shirika la Abbott Fund ambao ndio waliotengeneza alafu wakaikabidhi serikali. Kwa serikali imeendelea kuyahudumia makazi haya, lakini vile vile tunashukuru kwamba katika shule ya malezi, kama unavyojua, malezi sio ya mtu mmoja. Wako wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakijitokeza kwa ajili ya kuwezesha malezi ya msingi na kutia chachu ile dhana nzima ya malezi, pamoja na kwamba mlezi mkuu ni serikali, kwa maana ya wizara ndio inayotoa mambo ya msingi kwa maana ya chakula, malazi pamoja na shughuli nyingine ambazo watoto wanafanya. Kimsingi makao hii ni moja ya makao
nyingi mjini kuna makao zaidi ya 400 private ambazo ni binafsi, lakini makao hii ndio makao ya serikali. Serikali inaiangalia kama ni kituo chake cha kuweka watoto kwa dharura, kwa maana mpaka pale ambapo watakapofikia miaka 18 au watakapofikia wamefikia chuo, basi tunawatengamanisha na jamii au na familia zao, wanaingia katika mzunguko wa kawaida wa maisha na wanakutana na watoto wengine. Lakini vile vile watoto waliopo hapa wanaposoma shule za msingi au sekondari wanachangamana na jamii. Kwa hiyo vile vile ile hali ya unyanyapaa au ile hali ya kujitenga inakuwa haipo, wanakuwa vile vile ni watoto ambao wao kwenye jamii, hata wanapokuja kurejea kwenye jamii, basi wanakuwa hawana shida ya kuweza kukabiliana na mambo yaliyo kwenye jamii. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio hali halisi ya makao ya taifa ya watoto Kikombo. Unazungumziaje ugeni wa leo katika kuunga mkono jitihada unazofanya za malezi ya watoto? Yaani kama nilivyosema ndugu, ni kwamba makao hii wadau kwa kweli wamekuwa ni chachu ya kutusaidia na kusaidia serikali. Tunashukuru sana Jeshi la Magereza kwa kuona kwamba makao ya taifa ya watoto ni sehemu ambayo wamepanga na wamefika kwa ajili ya kwanza kabisa kuona watoto. Sisi tunasema kwanza kuona watoto, lakini hawakuja mikono mitupu. Wamekuja na zawadi ambazo kama unavyoona hapo ndani, watoto wanafurahia, lakini vile vile watoto wanafurahi kukutana na wazazi, lakini wanafurahi kukutana na nyie wazazi kwa sababu inawapa chachu ya kimaisha. Na unaweza usione wameona kitu, lakini tayari kwenye ufahamu wao sisi tunasema wameongeza misamiati kwamba kuna Jeshi la Magereza. Hata nikisoma siku moja nitakuwa askari magereza. Kwa hiyo kwetu tunaomba tena, na wakati mwingine hata kwenye eventi nyingine mnaweza mkakaribisha makao ya taifa ya Kikombo. Tuna vikundi vya sanaa, vya ngoma ambavyo vile vile vinaweza mkawapa maudhui ya kwenu, wakawafanya vile vile jukumu la kuhamasisha shughuli mbalimbali kwenye jamii kulingana na eneo lenu la kiutendaji. Kutokana na msaada huo, meneja wa kituo na wanafunzi walitoa shukrani zao za dhati. Kuja kuwaona watoto wetu wanapoona wanajenga kitu na ufahamu wa jambo fulani. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini zaidi sana asanteni sana kwa zawadi ambazo mmetupa. Leo tumekuwa na ratiba nzuri ya siku. Makofi mengi sana kwa wageni wetu wanapotoka. Kwa majina naitwa Hamad, nimeweza kumfupa majani, mtarajiwa wa kumfanya. Kwa niaba ya watoto wenzangu tunalelewa makao ya taifa ya Kikombo, napenda sana kutoa shukrani zetu za dhati kwa walezi wetu, wageni wetu. Asanteni sana kwa kutuletea zawadi. Zawadi hizi kwenu ni kidogo, ila kwetu ni kikubwa sana. Tumefurahi sana, enjoy na sisi, karibuni sana. Mungu awabariki, awabariki. Asanteni sana. Msaada huo uliotolewa katika kituo hiki cha makao ya taifa ya kulelea watoto Kikombo ni muendelezo kwa Jeshi la Magereza nchini kutoa misaada mbalimbali, hususan katika makundi maalum yenye uhitaji.